Nimetoka katika familia ya Seventh Day Adventist Church. Original. Najua Blackfield liko pale. Na mimi ni mtu wa Karachuonyo. Na Karachuonyo niko mahali inaitwa Kanyangwa Sabbath School. Na hapo nilikuwa kanisa ya pili kutoka kwa Kenya. Kwa hivyo sisi ni watoto wa Seventh Day Adventist Church. Wale wa ndani, sio Seventh Day ya juju. Wale tulifundishwa tukapata ubatizo mahali inaitwa Wagwe, Seventh Day Adventist Church. Na Pastor Yona Runga wakati hiyo. Na mimi kwetu ndio tulikuwa kwa Sabbath School, nikatoka hapo tukaenda kitu inaitwa Sengre kwa Kijaluo. Zamani ungepata batizo unaenda miezi 6 ndio unaenda kufanya ubatizo ndani ya maji. Si ni ukweli? Kwa hivyo nimeshangaa sana kama hatuna Biblia ya kilugha au watoto watapotea. Hakuna siku yoyote Mugisia atakuwa Msongo, na hakuna siku yoyote atakuwa Mwindi, na hakuna siku yoyote atakuwa Kalasinga, na hakuna siku yoyote Jaluo ataenda ati sasa mimi nimekuwa Mchina. Nitabaki Jaluo, utabaki Kisii. Fundisha mtoto na Biblia ya Omogusi. Na wabebe Biblia. Kwa sababu roho wa Mungu iko ndani ya maandiko. Hapana iko ndani ya simu. Ati siku hizi ukiambia mtu fungua, anafungua simu. Roho na Sabato itapotea. Na dunia itapotea. Kwa hivyo maandiko inafunguliwa sababu tulifundishwa na maandiko. Nikienda kwa kitabu ya Mwanzo, najua Musa anataka nifanye nini kwa kitabu ya Mwanzo. Nikienda kitabu ya Kutoka, ananiambia umetoka hapa, unaenda hapa, unapumzika siku ya 7. Na siku ya 7 ni Sabato. Nikitoka huko, Daudi ananiambia kwamba nimekaa katika mlima ya Bwana na nimepumzika na kwa mkono wa Bwana ya kiume. Nikienda pande ile, nabii ananiambia vizuri ya kwamba nabii fulani anakuja, na Malaki ananiambia umlaki mwana wa Mungu na atawapeleka katika pumziko ya Bwana. Nikienda kwa kitabu ya Mathayo, ananiambia ufalme wa Mungu inashuka, mkae ndani yake. Ama namna gani? Nikienda kwa Matendo ya Mitume, Paulo ananiambia lazima nisimame katika Bwana na nitetee matendo ya Bwana. Nikienda katika Ufunuo, Yohana ananiambia kwamba nipambane na mnyama na nisiogope ile mnyama hapo na pembe 10 na vichwa 7. Ama namna gani? Sisi ni watoto wa Seventh Day wamefundishwa Biblia. Hatukufundishwa mchezo. Kwa hivyo Ugoni Kadongo ameongea hapa na nilikuwa nataka kutoa 3,000. Lakini sasa bila amenichallenge itabidi nitoe 5. Sababu amesoma hiyo kitabu ya Kutoka ya Musa. Na nikaingiwa na ndani ya roho ya Bwana. Na akaniambia niongeze 2. Ama namna gani? Nyoka isiume watoto tena wakienda kwa faida. Si ndio? Kwa hivyo vile ndugu yangu Ngereza amesema, mimi sio ati mgeni hapa. Hapa Ruben tulikuwa na mzee Ndwari 1998. Tukakuwa na mzee Ondieki akiuza maji hapa na mke wake Ngereza alikuwa hapa. Nani alitoka nyumbani na busi bila hapa? Haime mkono. Ile basi ya busi. Hakuna. Sasa mimi naongea na watu gani? Hapo wapi mtu alipanda busi? Bas, huyo ndio sasa unasikia ni mtu ndio sasa umugusi. Anajua Kisii anataka nini. Nani alipanda Keroka? Hapa. Ukapanda Kisii Express, ukapanda Keroka. Tukarudi tukapanda Utange. Hawa saa hii wanajua tu hii ingine inaitwa Guardians, nini. Wakisii tumetoka mbali na hii kitu. Hatuwezi kaa kwa kabasi more than 400 kilometers from our motherland. Alafu nakuja